Hata kwa maombi yako ukiomba unasikia una nguvu sana. Unasikia una nguvu sana. Yaani tukwambia hata kwa usijali wakati mwanabii mtu akubali ama akatae, bwana kurudisha nguvu. Bwana kurudisha that power of the Holy Spirit. So unakuta hata ukiomba unakuta uko na nguvu sana because unapoteza nguvu kutoka wapi. Meaning that eternal life no doubt. Because Mungu anapenda witness. Anapenda somebody who do what? Witness. Somebody who did what? Win souls. So if you win souls, it's the most important gift or talent number one. Amen. Hiyo ndio number one. It is just like a teacher of the word. Mtu anayekufundisha neno la Mungu ni mtu mzuri sana kuliko mtu anayekwambia ni nani alikuwa kwenu na ng'ombe nyeusi. Because utakuta ng'ombe nyeusi siwezi kosa pale. Hata mimi nikifikiria kwa bole iko. No. Hata ukiniambia nani alikuwa na ng'ombe nyeusi hapa chini, niona Masai na ng'ombe red. Masai sana naona na red, lakini sioni nyeusi sijui kwa nini. Sijui wana breed hiyo kitu. Masai mostly sina isipoona na ng'ombe nyeusi. Ng'ombe zao ni ama nyamuni hiyo kitu. Masai ng'ombe zao nyingi ni red. Sasa wao wanashindwa. Kwani wanafanya namna gani? Naona ndio sina. Wakati hiyo. Kada ya shuka zikao. Hiyo na breed. Ng'ombe zao mostly zinakaa kama red. So you see, so uko na benefit. Number one, you will live a joyous life. Number two, you become a child of God. Number three, internal significant. You get that? So you get internal life. So in English kama unaandika internal significant. Ni mtu ambaye umefanya nini? Umebarikiwa. Unaona? So utakuta ukiwa na furaha. Hata hii mambo unasikia watu wanasema ati kugombana. No. Why? Because wewe ni mtu ambaye umebarikiwa. And if you are blessed, unakuta kila wakati una furaha. Hata utakuta hizi benefit. Tunapotaka kusoma Matthew chapter 10. Mungu Matthew chapter 10. Hiyo tunataka kusoma kabisa. Ndio tujitie moyo katika safari. Mwezi sana ngapi? Katika safari hii. 12:46. Jana anza basi wash. Sufuria iko hapa usijali. Nisema hapo kuna sufuria. Kuanzia hapo. Anzia hapo tutaenda mpaka 10 kidogo kwanza kuona. It says, and he called to him his 12 disciples, and he gave them authority over unclean spirits to cast them out, and to kill every disease and every infirmity. The names of the 12 disciples are these. First, Simon, who is called Peter, and Andrew, his brother, James the son of Zebedee, and John, his brother, Philip, and Bartholomew, Thomas and Matthew, the tax collector, James, the son of Alphaeus, and Thaddeus, Simon the Canaan, and Judas Iscariot, who betrayed him. These 12, these are sent out, charging them, go nowhere among the Gentiles, and enter no town of the Samaritans, but go rather to the lost sheep of the house of Israel, and preach as you go, saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, raise the dead, cleanse lepers, cast out demons. You receive without paying. Give without pay. Take no gold, nor silver, nor copper in your belts, no bag for sandals, nor a staff for the
laborer deserves is good. Amen. Yeah, tutaendelea mpaka 15 sikishikilia tu hapo kwanza. So tunaona the first part of it, Biblia inasema Jesus had called them and he gave them what? Power. He gave them authority over all spirits, evil spirit or unclean spirit. Ya kwamba mkaende mkafanya nini? Mkiwaombea watu, mkiwakemea mapepo na mkiwaponya. Unaona? So the word healing iko ni kipawa tumepewa. Kipawa tumepewa. Sasa tukaende tukawaambia watu habari ya Yesu Kristo, na akachagua mitume akiwatuma waende kwa kila mji, waende kwa kila nyumba, na akawaambia vile mtaambia watu, waambieni ya kwamba ufalme wa Mungu umekuja na huo ufalme uko mikononi mwenu. Unaona? Sasa vile sisi tumekaa hivi, sasa tumekaa na ufalme wa Mungu mikononi mwetu. Na sasa akasema, na kila mji mtakapoenda mkikaribishwa, mfanye nini? Mwambie watu habari njema. Kwa hivyo habari ya Yesu Kristo tumekubaliwa na Mungu Muumba Mwenyezi ya kwamba tuende tuambie hawa watu habari ya Yesu Kristo. It is not an request. When it comes to Christ, it is not request. No. It is about to influence. Yes. Yeah, influence, isn't it? Ni kuambia mtu, kueleza mtu, yani hata sometimes alikuwa hataki, but una interrupt yeye, unamwambia habari njema ya Yesu Kristo. Amen. You get that one? Sasa mtu anasema, na kila hata ndugu amemzuri, mtu hajawahi niambia neno la Mungu na Mungu. Mtu hajawahi niambia neno la Mungu. Lakini yani ni mamlaka ambao tumepewa all evil spirit. Hata saa hizo haustahili kutetemeka na kusema haikosi kuwa mimi sistahili kwenda kwa sababu nimerogwa. The moment umeingia, umechukua fanaka ya kushuhudia, umeanza safari ya kufanyia Yesu Kristo kazi. Amen. Ama namna gani? Amen. Because like Paul, ukisoma in the book of Acts utakuta Paul alipopata Yesu alipomkutana naye katika sehemu ya Damascus, alimwambia Saul, why are you persecuting me? Then the moment Paul heard the voice of Christ, he asked a question. Christ, who are you that I'm persecuting? And Jesus responded to him by saying, I am the Lord your God. You get that one? I am the Lord God, your God, that you are doing what? Persecuting. When you kill my servants, you are persecuting me. When you deny people to preach the gospel, you are killing who? Christ. You are persecuting Christ. You are denying the power of God. You are denying the work of God. And who are you? Now the question So you see, those are some of the kind of power that God has deployed unto us. He has given unto us. No. Tuende tuambie watu habari with or without. Unaona? Neno Mungu aina tafadhali, akikataa amekataa Mungu. Ama namna gani? Hata Yesu mwenyewe anasema pahali mji watakao mkataa watakuwa wamekataa nini? Mimi. Sijui kukunguta vumbi, naweza kukunguta vumbi namna gani? Sijui hapo mchawi anaweza fanya nini? Ndio Mungu lako na kale cha uchawi anafanya maajabu. Atafanya hata hii mji kiangamie. And for information, tulienda pale witness. Tulipoenda house to house, kuna ndugu mmoja tulimwambia habari njema Yesu Kristo. Tulipokuwa tumebook appointment ya kufanya follow, tuliporudi tuliingia kwa nyumba, tukauliza bibi yake kama bwana yake hapo. Bibi yake alituambia hayuko, lakini tukaangalia tukaona hii nyumba kulingana na huyu jamaa tumeona hii viatu. Huyu mtu tulipokuja tuliona tu hii viatu. Huyu mtu hawezi kuwa na viatu hivi. Huyu mtu ako kwa kitanda. Na tukajihisi kabisa huyu jamaa ako kwa kitanda. Ni pasia tu, tukifungua hii pasia tutamwambia bwana amka hapo. Lakini hatukuwa na uwezo wa kufungua pasia. Ndio kweli. Hatukuwa na uwezo wa kufungua pasia.
Lakini tukatoka tukazofika moyo sana. Na upendo wale nilikuwa nao nikamwambia jitieni moyo. Inakuwa hivyo. Huyu ako nani? Kila mtu imagine tukao watoto tatu, mmoja anasema hapana hapo. Na mimi nasema hapo. Basi tulipotoka hapo ilibidi tushuhudie watu wengine. Tuliposhuhudia watu wengine, hapo ndio tulipata mtu mmoja anaombea pombe. Alikuwa anahubiri kanisani, sasa amewacha kanisa, yeye anakunywa chang'aa. Akasema mimi ndio uombea watu ndio wakunywe chang'aa. Tukamwambia sasa wewe ndio pastor, unaombea watu wale wanakunywa chang'aa. Akasema ndio. Na akafurahi sana. Tukamwambia ndugu, inafaa tukamsomea Revelation chapter 2 verse 5. Revelation chapter 2 verse 5 inasema kumbuka pahali ulipoangukia. Maana ninakuja kwa upesi sana kabla sijakiondoa kinara chako. Unaona? Kumbuka pahali ulifanya nini? Ulianguka. Pahali ulisema mimi siwezi enda kanisani, walinikosea, pastor alinikosea, mshirika alinikosea, redio ilitangaza namna hii, wakasema wanataka sadaka, wakasema pana mbegu. Kumbuka pahali uliangukia. Ni Mungu alikuambia ama ni pastor alikwambia? Na ukarudie Mungu. Maana tunapojenga uhusiano, tunapoambia watu habari ya Yesu Kristo, hatuambii habari ya wanadamu. Tunaambia watu habari ya wokovu, habari ya Yesu Kristo, habari njema. Tukamwambia ndugu, usiombee watu ndio wakunywe chang'aa. Mungu asikie hayo maombi. Ingekuwa heri urudi kwa kanisa la Bwana, urudie Mungu. Basi tukawaombea tukatoka. Tulipoenda tuliposhuhudia watu wanafurahi sana, wengine wanaona kama si jambo la maana sana, wengine wanaona kama wamefanya zao. Tukaondoka pale tukaenda. Hatukurudi kuhubiri. Hatukushuhudia hiyo eneo tena. Hiyo wiki ndio ifike Jumamosi, moto ulitokea kwa hiyo ploti. Hiyo ploti ilichomeka yote, hakuna mtu alitoa kitu hata moja. Sasa Yesu anasema mkagungute vumbi. Sisi hatukungumuta vumbi. Kumbe kuhuzunika ndio kungumuta vumbi. Mungu anaweza kwa Mswahili kabisa. Sasa kushinda Wakenya. Kumbe kuhuzunika, wanapokufukuza, wanaponung'unika, wanamnung'unikia Mungu. Wanapokataa habari ya njema Yesu Kristo, wanamkataa. For information, duniani si pahali paraha. Dunia umewekwa na Mungu. Upende usipende, utauacha dunia. Kwa hivyo unastahili kusikia habari njema ya Yesu Kristo. Unastahili kujenga maisha mengine, kuacha haya ya dunia. Tumeona watu wengi wamewacha hata mabilioni 46 USA dollars. But anapozikwa hakuna hata ndururu wanaweka ndani ya kaburi. And that's why habari ya Yesu Kristo ni habari ya kuchukua kwa makini. Maana unapookoka kuna uzima wa milele. Uzima unaanza ukiwa hai. Amen. Unaanzia hapa kanisani. Unapojenga uhusiano wako na Yesu Kristo, unakuwa tayari umeingia katika ufalme wa Mungu. Umeanza kufurahia ufalme wa Mungu. Na Biblia inasema kuna maisha baada ya kufa. Lakini kuna maisha baada ya kufa kwa wale wanaomwamini Yesu Kristo. It is only to those who believe in Christ. Not none, no, or antichrist. No. It is to those who believe in Christ. It only belongs to those who believe to Him. You get that one? And if you does not believe in Christ, forget about eternal life. Because the Bible says in what? In Romans chapter 6, verse 23. In Romans chapter 6, verse 23, the Bible says, for the wages of sin is what? Death. And the gift of God, it is eternal life through Jesus Christ. So the moment you accept Jesus Christ, you begin a new what? A new life. Amen. That is what people want to hear. That is the good news. So if somebody appear to you and he give you such a kind of message, to me, it is very enticing. It is very important. It is something that I would like to hear. And it is not a matter of excuse me. No. So Jesus gave them authority that you should go to all city and tell them that the kingdom of God is what? At hand.
If the kingdom of God is at hand, it is whoever accepts. But the one who denies, leave him aside, and God watches him. Amen. Because unapokataa mtumwa, unapokataa yule amekutuma mtumwa, basi umekataa yule alifanya nini? Alimtuma. Hallelujah. Ukikataa mtumwa, umekataa na nini? Hiyo alimtuma. Polisi akikuja hapa mmoja tumpige ngumi, na kuambia polisi wale utakuja hapa tutamini. Hata ingekuwa hii mjanga katika uwezo wako. Jeshi litakanika hapo. Unajua kweli kuna mtu alimtuma. So, if somebody you witness to a person about Christ and he denies, should you not panic about it? There are so many. Just leave it aside. And you should not engage in quarreling. No. And usiseme umpende, because many people who are anti-Christ or atheists, people who does not believe in Christ, they know how to quarrel or to shout more than you. So should you, yeah, because that is their character. No. So should you not engage with him in what? Quarreling. Just tell a person the word and leave him, whether he accept or deny, leave him or her alone. Success in witnessing is simply taking initiative to share Christ in the power of the Holy Spirit and leaving the result to God. That is one way of doing what? Fulfilling what we call the greatest commission. That's what that one. No. All authority has what? Matthew 28 verse 18 to 20. All authority has been given unto me in heaven and on earth. Go ye therefore and make what? Disciples of all what? Nations. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Teaching them. You get what? To observe all that I did what? Command you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. So what God has given us is only that to teach people to observe. Ufundishe watu kushika. Yaani washike ile. Unajua mtu anakuja kwako, anataka umuombee apone, alafu ataje akuje kanisani. Unaona vile watu wako. Mtu anakuja anasema nimerogwa, anataka umuombee na hataki akuje kanisani. Unajua unaweza ombea mtu na akose kupona. Because what God wants us to tell people is not about kuombea watu. It's about to teach people the word of God. So when you hear the word of God, the word of God itself is a creation. It will heal you. Amen. Neno la Mungu litakuponya. Hata nikisema Mungu ponya, utapona. Na utaki neno la Mungu. Si afadhali nikwambie neno la Mungu linasema hivi. Inasema mkikaa ndani yangu na maneno yangu, John 15:7, mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakae ndani yenu, ombeni chochote mnachohitaji nami Mungu nitawatendea. Amen. It is not about pray for people. Pray for people, tumepewa hiyo mamlaka. Lakini healing it comes from the word of God. It comes from God himself. Unaweza ombea mtu na akufe ama akose kupona. But what matters most is to tell somebody the word of God. When he hear the word of God and he believe the word of God, God is a healer. Then it is you to command healing to that person, because he has heard the word of God. There is no way you can get healing without the word of God. Hata wewe usitaki kwenda kuombea watu. Wakataa neno la Mungu utawaacha ukipelekwa moto. Amen. 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 Because they denied Christ even before you go there. Wengine walikuwa wamemkataa Yesu. Ilikuwa tu wakufe waende. You get that one? But what matters most is to tell people the word of God. So Jesus said, preach to all the city. Tell people that the kingdom of heaven is at what? At the hand. Then heal them. Those who accept it. Those who deny, leave them. Mtu anakuambia nimelaniwa, sipati kazi, niki-apply kazi sipati kazi. Nikitaka nateseka, nakosa pesa ya kulipa nyumba. Lakini ukimwambia unaweza kutaka kupokea neno la Yesu Kristo, unaweza taka kupokea neno la Yesu Kristo, unataka injili ya Yesu Kristo, uelewe Yesu na ujenge uhusiano wako na Mungu, hataki. Anataka umuombee apate pesa aoe wanawake. Anataka umuombee apate pesa aende kwa anasa. Anataka umuombee apate pesa aliingie watu wengine.
but he don't want to build his intimate relationship with God. Amen. 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 Which God are we serving? Tunataka Mungu wa pesa. Kama ni pesa, hata watu wanaiba pesa kwa serikali, lakini wanakufa wanawacha. Kama ni pesa, watu wanaiba hata kwa kampuni, lakini wanakufa wanawacha. What next do you want us to tell you? It is about to build your relationship with God. Loving God. Amen. Ukiwa mtu unapenda Mungu, hata Mungu anafurahi sana. Hata hizi vitu vingine atakupatia. Hata kidogo kile uko nacho ni kitamu. Umewahi jua Mungu anaweza kuambia hata uajiriwe kazi mshahara kidogo. Lakini Mungu akisema enda kuajiriwa hiyo kazi na mshahara kidogo, ujue hiyo mshahara hata wewe kabuni itakuwa ndogo, hiyo mshahara itakuwa kubwa because utakuwa mzima. Kuna watu wanapata pesa nyingi, lakini ikifika mwisho wa mwezi wanapeleka watoto hospitalini, pesa zinaisha. Amen. 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 Ama namna gani? Amen. Ikifika mwisho wa mwezi anagonjeka, hawezi toa fungu la 10 kanisani, lakini anapeleka pesa zote hospitali. Mwambie the best hospital, aende to the best hospital. Amen. Amen. Without knowing Jesus Christ is the most physician, number one. Amen. Jesus is the healer. Even the doctors themselves, they confess that we treat and God did what? And Jesus heals. Amen. Amen. They treat. And why vaccination ya coronavirus wanadunga watu wengine na mili na gani na wengine hawagandi? Hata mwenye kukudunga hataki ugande mwili, but why mtu anaganda mwili? It is because God is the healer. Our knowledge, our minds is Mungu anasema in Isaiah chapter 55 verse 8, mawazo yenu si mawazo yangu. Mawazo yenu si mawazo yangu, wala njia zenu si njia zangu. Jinsi mnavyoona bingu liko mbali sana nasi, hivyo ndivyo mawazo ya Mungu yako mbali na sisi. Kuambia neno la Mungu, it is not excuse me, it is about to hear or to deny. Amen. Hakuna excuse me. Asikie ama akatae. Hata mimi ufurahia watu wengine wanaingia kwa gari, wanahubiria watu hawataki. Watu hawataki. Lakini gari ikijaribu kutaka kuanguka, utasikia nuru hapo ile hujaiona. Watu hawataki. Watu wanataka waambie mwanasiasa fulani atakuja hapa, atagawa shilingi 20 na t-shirt ya red. Watu wanaweza kimbilia hii uwanja kwa sababu wanataka t-shirt, lakini utaenda na hiyo t-shirt kwa nyumba na utalala njaa na t-shirt ya mwanasiasa. Utaenda na t-shirt ya mwanasiasa kwa nyumba na mtoto wako atakosa kwenda kusoma. Utaenda na t-shirt ya nyumba ya mwanasiasa kwa nyumba na bado unaendelea kurogwa, umerogwa. Huwezi pata kazi. Utamtukuza mwanasiasa, lakini saa hii wanasiasa wanaenda pahali wanakusanya watu wanapata corona. Ingekuwa ni sisi wahubiri tunakusanya watu tukiwahubiria Injili, wangekuwa wanalaumu kanisa. Ndio sababu Uhuru Kenyatta akiamka anafunga kanisa usiku na mchana. Kwa sababu hawaamini kuna nguvu za Mungu katika neno la Mungu. Mungu anaweza achilia hata bingu ianguke na ifunike wanadamu na wahangaike na waangamie, hata na wanasiasa na mapresident wao all over the world. Amen. Mungu si mwanadamu. Mungu ni Mungu. Mungu ni muumba. Mungu ana nguvu. Mungu anashinda corona. Mungu anashinda rais wa Kenya. Mungu anashinda rais wa Amerika. Hata Trump alikuwa amewacha. Mungu si mwanadamu. Lazima tumpende Mungu na tumwangalie Mungu kwa mtazamo tofauti. Mungu usimlinganishe na mzazi wako. Mungu usimlinganishe na baba yako. Mungu usimlinganishe na vitu zile uko nazo ama huna. Mungu anaitwa Mungu. Wala huwezi kutafakari jinsi alivyo, lakini ukuu wake unamaanisha sana. Amen. Ama namna gani? Ukuu wa Mungu unamaanisha. And that's why tunapoenda kuambia watu, hatuwaambii tafadhali. Sasa sisi hatuwezi kuambia watu habari ya Yesu Kristo, watupatie vitu. Kwani tangu wakati wowote hawajatupa. Mungu ameshindwa kutupatia. Mungu anatupatia. Hatuendi kuambia watu habari ya Yesu Kristo watupatie vitu. Tangu mwanzo hawatupatii. Kwani Mungu ameshindwa kutupatia. Anatupatia. Mungu hawezi kushindwa hata kulisha wachungaji. Mungu akitaka kazi yake iendelee, hata wachungaji atawalisha. Wahubiri atawalisha. Bila hata serikali ya Kenya, bila hata mtu yoyote kuchangia. Lakini wanatumia wakora pesa kwa TV. Watu wanapenda wakora. Hata tukihubiri hapa injili ya ukora tutapata watu wengi sana. Na tukihubiri injili ya ukweli hata huyu jirani hawezi kanyaga hapa. Ni kwa sababu watu wanapenda ukora wanapenda giza kuliko nuru.
And that's why Yesu akasema, nimewapa mamlaka mkaende katika nini? Mji, mkahubiria watu habari njema, na mamlaka ambayo nimewapatia mkawaponye wagonjwa. Sasa watu watakaposikia injili ya Yesu Kristo na kupenda neno la Mungu, basi uponyaji tutasema wapone na watapona. Amen. Hatutang'ang'ana ndugu yangu. Ati sasa nini? Tunasema uwe na amani kazini na uwe na amani kazini. Tunasema uwe na amani nyumbani na uwe na amani nyumbani. Tutasema ubarikiwe na utabarikiwa. Tutasema maisha yako ibadilike na maisha itabadilika. Maana mamlaka hiyo tumepewa, tuko nayo. Lakini kwanza usikie neno la Mungu. Amen. Usikie neno la Mungu. Ujenge uhusiano wako na Mungu. Mimi ukitaka nikuombee upate kitu na kuuliza, na wewe umeokoka, unamjua Yesu, unampenda Mungu. Maana kwa nini haupendi Mungu? Na sasa kwa nini unataka Mungu akusaidie? Utatakaje kusaidiwa bali utaki? Mwingine akakuja akaniambia, pastor, nataka uniandikie barua ya witness. Nikasema nitakuandikiaje barua ya witness na wewe huwa unasema pastor unakula sadaka, na mimi sijakula sadaka yako. Unataka mimi nidanganye, niandike barua upeleke kwa ofisi, uende kuambia mtajiri wewe unaenda kanisani na uendi kanisani. Nikamwambia mimi siwezi andika barua ya uongo, na ndio utajua mimi si substitute, mimi ni pastor. Siwezi kukuandikia uongo, and I'm not a witness, I'm not a false witness, but I'm a true witness. Because I'm here to witness about Christ. Siwezi kuandikia barua ya uongo, enda kwa watu wakora wa kuandikia barua ya uongo. Because wewe uendi kanisani na mimi siwezi kuandikia kanisa barua. Utakuwa nadanganya kule unaenda. Utakuwa nadanganya bosi wako. Utaenda kule kazini next Sunday, baada ya wiki moja hawataona Yesu ndani yako. Utaanza kuiba vitu vya kampuni. Wataona mwizi. Kwani pastor ni mwizi? So first of all lazima usikie neno la Mungu. Uwe mtu mwaminifu. Nikujue, ndiposa nikuandikie barua. Nikujue, ndiposa nitoe ushahidi wa ukweli. Nikujue, ndiposa niseme kweli na kujua. Mimi si assistant chief. Nakwambia nipatie 300. Nitakuandikia barua ya bure. Lakini lazima uwe mtu wa ukweli unakuja kanisani. Amen. Kwa hiyo usiniletee mkoa, sitamwandikia. Nitamhubiria na nimfukuze. Hallelujah. Nitamhubiria na nimfukuze. Maana wanataka kuleta tabia ya dunia waingize ndani ya kanisa. Hatuwezi kubali tabia ya dunia iingie ndani ya kanisa. Kama kuna wizi wa pesa ya serikali, tena kanisa muibe pesa ya kanisa. Mungu anapokuangalia aoni kama ni kanisa, anaona ni kanisa lililokufa, halina uhai. Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo, andika, nikaona kanisa lililokufa. Sisi tunataka tuwe kanisa lililo na uhai, sio kanisa lililokufa, kanisa ambalo linatoa watu katika ulimwengu wa giza na kuwaingiza katika ulimwengu wa kiroho. Kanisa ambalo litaombea mtu aone mabadiliko, lakini baada ya kusikia neno la Mungu, neno la Mungu litambadilisha. Ni kwa sababu litambadilisha, maana Yohana 1 Mungu anasema namna gani? Kwa hapo mwanzo palikuwa Mungu, naye Mungu alikuwa neno, na kabla kitu chochote cha kuwahi kukua Mungu alikuwepo. Na ninapenda sana maandiko inasema, na hakuna kile kingefanyika ambacho kilifanyika bila Mungu. Amen. Sasa wewe unataka maisha yako ibadilishe, itabadilishwaje bila neno la Mungu? Itabadilisha namna gani? Unataka nikudanganye nikule pesa yako ati nitumie 2,000 naona ukinunua ndege. Wewe wapatie wakora, hata wapatie 10,000. Hata wapatie plot. Hata wapatie gari. Lakini utabaki tu wewe yule. Lakini Mungu anataka kwetu lazima usikie neno ambalo liliumba, neno ambalo linafanya tunaishi, neno ambalo limeshikilia hata jua linakuakia usiku na mchana, mwezi unawaka, neno limeshikilia. Mungu anauliza Ayubu, nilikaa wapi nikitengeneza jua? Nilikaa wapi nikitengeneza jua? Ayubu, wewe unaweza jilinganisha na mimi Mungu? Nikuulize, Mungu amefunga wapi jua? Hallelujah. Amenifunga wapi? Alikaa wapi? Tusidanganye watu. Tuambie watu ukweli. Wacha kama watatuchukia, watuchukie, lakini tusimame kwa ukweli. Wacha wajue sisi si wakora. Wacha wajue sisi si wawezi. Wacha wajue hatutafuti mali zao, lakini tunafanya kazi ya Mungu. Amen. Amen. Mimi nimehubiri miaka mingi sana. Na namshukuru Mungu. Ninaishi kwa msaada wa Mungu. Na hakuna kitu nadai Mungu. Kwa hivyo nikiambia mtu neno la Mungu, sitetemeki. Usiogope kuambia mtu neno kwa sababu hata mwenye amejenga hii nyumba usiogope. Akikufa atatolewa kwa hiyo nyumba.
Hata hiyo State House, Uhuru Kenyatta akikufa atatolewa. Magufuli tumeona akitolewa State House ya Tanzania. Ako State House saizi. Ako karibu Nyanza. Au kwa mchanga. Usiogope Mungu ati kwa sababu anaishi kwa ghorofa. Usiogope mtu ati kwa sababu yeye ni landlord. Usiogope mtu kwa sababu yeye ni landlady. It doesn't matter. Utakufa hata ujenge nyumba ya kifahari. Utawacha kitanda cha dhahabu. Utazikwa kwa mchanga. Tuambie watu habari njema Yesu Kristo. Tuambie watu ukweli. Vile vitu, hiyo ugali unanyimana. Ukikufa saa hii watu wengine unga itabaki ndio watakula wakikuomboleza. Hiyo unga imebaki ndio watapiga. Hiyo nyama, hiyo kitu ulikuwa umeweka, hiyo ndio watakula. Wakisema ameenda na wewe umeenda mote. Hakuna kitu cha kujivunia, lakini tusimame na neno la Yesu Kristo. Tuchukue upendo wa Mungu, tumpende Mungu, tumjue Mungu, tuheshimiane, upende mwenzako, upende jirani, ufanyie mwenzako vizuri. Mwenzako kama hana chakula umpatie. Mtoto wa jirani kama hana school fees umpatie. Mtoto wa jirani kama analia, hana nguo umpatie. Usimcheke. Usimcheke. Mpatie kama hakuna nguo, ana nguo mpatie, wewe uko nayo mpatie. Mtu mwingine akasema wewe umepeleka mtoto shuleni, uko na school fees. Wewe kama uko na school fees mpatie, mlipie. Usicheke kwa sababu ni mwenzako. Usimcheke ni ndugu yako. Usimcheke kwa sababu si kabila yako. Mungu akituangalia kwa mtazamo wa kabila, hakuna mtu anaweza ishi. Mungu anatuona kama watoto wangu. Sisi tunajiona kwa msingi ya ukabila. Sisi tunajiona kwa msingi huyu si wetu. Sisi tunajiona kwa msingi mimi siwezi patia mtu kitu. Hii vitu ni vyangu. Hauna chako. Hauna chako. Hata hiyo mwili yako si yako. Hata hiyo mwili yako ni deni ya kaburi. Wacha niseme wazi. Wewe kama una deni, kaburi na kudai. Mtu akaandika. Kama una deni, kaburi na kudai. Utaenda. Lakini roho yako, Biblia inasema katika Mathayo 10:28, usiogope yule anayeua mwili pamoja na nyama, badala yake ogopa yule anayeua mwili pamoja na nyama na roho na kupeleka jehanamu. Roho zetu ndio kitu ya maana. Roho zetu ndio dhahabu. Roho zetu tukizichunga tutaishi maisha ya ushindi. Tutaishi maisha ya furaha. Hapo ndipo kuna kitu cha maana. Hapa ndipo wanajivunia. Mimi huona watu wengine ukienda kuwauliza hata pahali pa kuabudia tu, ukisema unataka pahali pa kuabudia waulize tu, wakiona unataka kuhubiri Mungu, wanakuambia pesa nyingi ndiposa usihubiri. Wanaona kama duniani ni pahali pao pa kuishi. Wanajijengea ufalme hapa duniani. Unajidanganya. Kitabu cha Mhubiri na kitabu cha Ayubu kinasema yote ni ubatili tu. Ubatili tu. Hata uringe, hata utukanane, utanyamaza na neno la Mungu litaendelea. Kwa hivyo ni vizuri kupenda Mungu. Tusiogope kuambia watu habari ya Yesu. Hakuna bahari injili itapendwa. Maana Biblia inasema katika kitabu cha Warumi. Wakisoma Warumi 8 inasema mwili 10 inapingana na roho. Mwili inapingana na roho. Mwili yako haipendi mambo ya roho. That's why mara nyingi unaweza kuja kanisani na utoke tena unasikia roho yako imechafuka. Ni kwa nini? Mwili unapingana na roho. Mwili hauwezi kupenda mambo ya neno la Mungu. Maana mwili utaenda kwa mchanga. Lakini roho wa Mungu, ukipenda neno la Mungu, kuna uzima. Mwili hauna uzima.